Na hofu ilitanda katika kijiji cha Kitura, eneo la Angata Barakoi ama Barikoi, kaunti ya Narok, baada ya majahili kumuua mfugaji na kuiba ng'ombe 50. Wakazi sasa wanatoa wito kwa serikali kuingilia kati haraka na kuimarisha usalama, wakiendelea kuomboleza vifo vya watu 5, akiwemo mtoto wa miaka 6 waliofariki kufuatia mvutano kuhusu mgogoro wa ardhi na maafisa wa GSU. Hali ya taharuki ilienea katika kijiji cha Kitura, eneo la Angata Barikoi, kaunti ya Narok, kufuatia ukosefu wa usalama unaoendelea kuwatesa wakazi. Wa hivi karibuni kuuawa ni Charles Langat, aliyepigwa risasi na kuuawa na waporaji wa mifugo waliotoroka na ng'ombe zaidi ya 50. Hadi sasa ng'ombe mmoja pekee ndiye aliyepatikana. Jana wakuria wa Migori walikuja wakachukua ng'ombe mpakani na wakaoa mtu. Johana Kmailian, mzee wa jamii ya Kipsigis, alitembelea eneo la tukio na kudhibitisha kuwa baadhi ya ng'ombe waliibiwa kutoka kwa majirani wa marehemu na walionekana wakipelekwa Saloga kuelekea Tanzania. Kwa mshangao mkubwa, gurunedi ilipatikana eneo la tukio. Hivyo wakazi wameomba serikali kuruhusu silaha za kujilinda na kufanya jitihada za mpakani kurejesha mifugo yao. Na ng'ombe yake na ya jirani wakaibwa. Watu walitumia silaha ya juu, mabunduki aina. Tena mahali tumeona kwa Crown kuna grenade at personnel. Hiyo silaha zote ni ya nini? Mbunge wa Emurua Dikir, Johana Ngeno, alilaani tukio hilo na kutoa wito kwa serikali kuanzisha kambi ya kijeshi katika mpaka wa Kenya na Tanzania. Aliwalaumu maafisa wa GSU, ASTU na polisi wa kawaida kwa kushindwa kukomesha mashambulizi ya waporaji. Kwa sababu hata ukiuliza the security team wenye wako hapa wanakuambia hawa watu wako na mabunduki yenye iwezane na hii yetu. Mkasa huu umetokea wiki chache tu baada ya watu 5 akiwemo mtoto wa miaka 6 kuuliwa wakati wa makabiliano kati ya polisi wa GSU na wakazi kuhusu mgogoro wa ekari 6500 za ardhi inayodaiwa kutwaliwa kwa ajili ya kiwanda cha sukari huko Kilgoris. Mgogoro huo unaendelea huku hati mbili tofauti za umiliki zikitolewa kwa eneo moja la ardhi. Patricia Alex, runinga ya KU.